Kundi la tatu as-sufi. Sufia الصوفية هوا لا يهتمون بالعلم النافع wao hawaipi muhimu elimu yenye manufaa kwa wameacha ilmu, bali wanaona kwamba mtu anayejishughulisha na kusoma ilmu wanamtia dosari kwamba yeye anatafuta kujivua nguo. Anasema tafuta ilmu ni uchi, anasema masufi. bali vile vile masufi wanaona tarkul amal, yarawna tarka al-amali idha balagha al-insanu martabata al-yaqin. Waona kwamba inafaa mtu akaacha kufanya matendo ya khair mtu akifikia daraja la yaqin. Wakistahili ile hadithi au aya wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka itakapojia yaqin. Kwa yaqin nasema ni martaba, ukifikia martaba hiyo basi unaacha kusali, kufunga, unaruhusiwa kufanya baadhi ya madhambi. Inda as-sufi tunarudi vipi na tarudi unarudi vipi tunawakosoaje hivi? Ni kweli kwamba ukifikia martaba hiyo yaqini unaruhusiwa kuacha ibada bali unaruhusiwa kufanya madhambi? Ni kweli? Nafikiri je dalili ya kutuafiki kweli? Yeye ndo aya anayotumia wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka itakapokujia yaqini. Kwa hiyo yaqini hiyo yeye anasema yaqini ni martaba, ukifikia hiyo unaruhusiwa kuacha nini, mambo ya wajibat, na unaruhusiwa kufanya baadhi ya mambo ya madhambi. Dalili ya kuwarudi na narudi vipi? wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msifi bali mfi hali ya kuwa ni Waislamu. Kwa hiyo Allah ametaka tudumu katika Uislamu mpaka tunakufa. Haja tuambia tuache kitambo fulani. Lakini mbili, wala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kwa sababu as-salaf wametafsiri al-yaqin huwa al-maut. Yaqin hapo ni kifo. Sawa. Tatu, hakuna katika mitume wala as-sahaba wala at-tabi'un wala atba'u at-tabi'in ambaye aliacha matendo, kwa sababu ilikuwa hivi wao ndio wangalikuwa na haki zaidi, kwa sababu walikuwa wacha Mungu zaidi. Lakini hakuna walipothibiti kwamba wao waliacha matendo. Tayeb, kwa hiyo masufi wameacha ilmu, pia masufi wameacha nini? Al-amal. Bali masufi wanaona kwamba kusoma hadithi za Mtume sallam wanasoma litabarruk, kwa ajili ya kutafuta baraka, lakini si la lil-amal, si kwa ajili ya kufanya nini, kazi. Wanaona hivi masufi, wala tasufia wala hivi. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، usifanye makaburi kwa niseme wala msikiti. Masufi anasoma hadithi kaburi liko hapo, anasema mbona mfanyie amuondoi kaburi ile? Sasa sisi tunasoma hizi hadithi lilbaraka, kwa ajili ya baraka, la lil-amal, si kwa ajili ya kufanya kazi, sio kwa ajili ya kufanyia kazi. Anaona hizo masufi